shahidi wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anamteua Daktari Dr. Mashaka Biteko. Aliteuliwa wakati wa misukosuko mkubwa sana ndani ya shirika la TANESCO, umeme ukiwa unakatika, lakini pia ulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa mafuta. Lakini Daktari Dr. Mashaka Biteko baada ya kuteuliwa, kama alivyosema kaka yangu hapa Olekaita, KNK, kutenda na kusema na kutenda, alikaa chini na kufikiria namna gani anaweza katatua tatizo la upatikanaji wa mafuta kwa bei nafuu ambayo itamsaidia Mtanzania. Leo tunapozungumza hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, habari ya mafuta imekuwa ni historia. Sasa upatikanaji wa mafuta kwenye nchi yetu uko salama na jambo limetulia kabisa, na hakuna changamoto yoyote ile kwenye swala zima la mafuta. Lakini hivyo hivyo kwenye swala zima la umeme, na penyewe ameweza kuona namna gani anaweza kutatua changamoto katika kwa umeme, akielekeza nguvu kazi kubwa sana katika kuhakikisha kwamba kwenye uzalishaji, usambazaji na uuzaji umeme. Mimi kwenye jimbo la Msalala, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa na upungufu wa umeme takriban vijiji 64. Lakini leo hii tunapozungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye jimbo la Msalala lenye kata 18, vijiji 92, tunapozungumza kwa leo ni kwamba tayari upatikanaji wa umeme kwenye vijiji vyote vya jimbo la Msalala tayari umefika na wananchi sasa wanatumia huduma hiyo ya umeme. Niwapongeze sana mkurugenzi mkuu wa REA kaka yangu Hasani, nimpongeze katibu mkuu kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kufanya. Kazi kubwa mlioifanya REA kwenye jimbo langu la Msalala, wananchi wamenituma niwaletee shukrani zao za dhati kabisa, wanawashukuru sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kumpongeza sana Daktari Dr. Mashaka Biteko. Tulipompelekea ombi Wanakahama la namna gani tunapata changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma, aliridhia ombi letu la kuhakikisha kwamba anaifanya wilaya ya Kahama kuwa mkoa wa TANESCO, na hivyo kupelekea sasa halmashauri zetu ikiwemo halmashauri ya Msalala kuwa ni wilaya za TANESCO kwenye maeneo yetu. Sasa nimuombe sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, na na imani ananisikiliza vizuri sana. Mheshimiwa, tunakupongeza sana. Tayari meneja wa wilaya kwenye halmashauri ya Msalala wa TANESCO amesha ripoti kwenye halmashauri ya wilaya ya Msalala. Sasa nikuombe tu changamoto iliyopo kwa sasa, kwa sababu tayari tumepata wilaya, na kama unaofahamu, nimpongeze sana mkurugenzi wa halmashauri ya Msalala, aliweza kutenga eneo la kujenga ofisi sasa ya wilaya ya TANESCO kwenye jimbo la Msalala. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, nikuombe, tayari mimi kama mbunge niko tayari kuchangia tofali, na niliahidi tofali 1500 tuweke hapo site na eneo lipo. Sasa ninaomba unapohitimisha hapa, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kwa moyo wako ule ule ambao ulisaidia kupata mkoa wa TANESCO na wilaya za TANESCO, uende sasa utusaidie tupate fungu kidogo ili tuanze ujenzi wa ofisi ya meneja huyu wa TANESCO ili aweze kupata ofisi ya kufanya shughuli zake. Lakini sambamba na hilo, Mheshimiwa Mwenyekiti, meneja huyu ameripoti lakini hana usafiri. Nikuombe sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, hebu chonde kwa udharura wake. Kwa udharura wake nikuombe uweze kutupatia sasa gari ambalo meneja huyu litamrahisisha kutembea kwenye vijiji vyetu kwenye maeneo hayo ya jimbo la Msalala. Kwa niombe sana kilio chetu kwa sasa ni gari la kumwezesha meneja kutembelea maeneo hayo. Lakini kama nilivyosema, Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba nishauri jambo kwenye swala zima la usambazaji umeme. REA wanafanya kazi nzuri sana ya kupeleka umeme, ya kuunganisha umeme, lakini mtandao ambao wanaunganisha ni mchache sana. Unatarajia sasa watu wa TANESCO kwenda kuhakikisha ya kwamba unatoa elimu kwa wananchi namna ya kuvuta umeme kwenye majumba yao, na ili wananchi sasa waweze kutumia haki yao ya msingi ya kuvuta umeme kwenye majumba yao. Kwani unaona kwenye maeneo mengi REA wanapokamilisha mradi wanaondoka, kunakuwa hakuna mtu mwingine mwendelezo wa kwenda kutoa elimu ili wananchi hawa waweze kuvutiwa umeme kwenye maeneo hayo. Kwa niombe tuweze kuboresha sasa huduma bora itakayotolewa na watu wa TANESCO, itakayoenda vijijini kutoa elimu namna ya kuweza kulipia. Na kama unavyofahamu Mheshimiwa Naibu Waziri, niwapongeze sana, mmeanzisha huduma ya kwenye mtandao ya Ni Connect.
Lakini sasa kwenye maeneo yetu kama unavyofahamu Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwenyekiti, asilimia kubwa ya maeneo yetu wananchi hawawezi kutumia hizi simu za ganjani. Kwa hiyo wanahitaji sana kupata elimu, lakini pia wanahitaji basi watu wa TANESCO waweze kutenga muda kuwafikia wananchi kwenye maeneo hayo ili waweze kuwasaidia kujaza fomu na kuwasaidia kuwapa namna ya kuwaonesha wananchi waweze kutumia haki yao ya kuvuta umeme kwenye maeneo hayo. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nikupongeze sana. Kazi uliyoifanya kwenye jimbo la Msalala kwenye umeme ni kubwa mno. Ninafahamu tayari tumeshapisha bajeti ya kwenda kupeleka umeme kwenye vitongoji, na baadhi ya vitongoji bado umeme haujafika. Ninaamini, matumaini yangu makubwa juu yako wewe ni kuhakikisha kwamba baada ya bajeti hii, na niseme tu Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaunga mkono bajeti hii kwa 100%, ili sasa kazi ya kwenda kuwapelekea wananchi umeme kwenye vitongoji vyetu iweze ikafanyike kwa umahiri mkubwa sana. Na nikuombe Mheshimiwa Naibu Waziri, ikikupendeza sana, sio mbaya ukatoa maelekezo wakaanzia kwenye jimbo la Msalala ili waweze kusambaza umeme kwenye vitongoji hivyo, kwa sababu kama unaofahamu sisi ni wazalishaji wa madini na ni wakulima kwenye maeneo hayo. Tunahitaji umeme ili tuweze kutumia umeme huu kwenye shughuli zetu za uzalishaji madini. Tunahitaji huduma ya umeme ili tuweze kutumia kwenye umwagiliaji, kwenye kuchakata mazao kwenye maeneo yetu haya ya Msalala. Kwa kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninampongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan na kupongeza sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu kwa kazi kubwa. Endelea kupambana Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, tuna imani kubwa na wewe. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Idi.